nimshukuru sana Mheshimiwa Mstahiki Meya wa jiji letu la Arusha, ndugu yangu Maximilian Iraq, kwa kuona umuhimu wa kuanzisha jambo hili wa kuunganisha madiwani viti maalum. Lakini pia niwashukuru hata waheshimiwa madiwani wenyewe wa viti maalum kukubali maelekezo hayo ambayo ni sahihi kwa serikali na kwa jamii kwa ujumla. Lakini pia nawashukuru sana waheshimiwa madiwani ambao umejitokeza leo kuungana na wenzenu kufanya zoezi hili la usafi. Mimi nimefurahishwa sana kupata proposal ya kufanya usafi kutoka kwenu kupitia kwa Mstahiki Meya. Nikasema moja kwa moja proposal hii ya kufanya usafi wa kila wiki kwa kauli mbiu ya ng'arisha jiji la Arusha nitaiunga mkono moja kwa moja. Hii ni kwa sababu swala la usafi ni swala la kitabia. Sasa tabia zetu ndio maana tunapelekea kusema sehemu fulani ni chafu, sehemu fulani si safi, sehemu fulani nini. Na hili hali tunafahamu kabisa utaratibu wa usafi na utunzaji wa mazingira ni agenda ya kiserikali ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii tumekuwa tukihimizana kila wakati na kila mwaka tunafanya tathmini ya uhifadhi wa mazingira, usafi na mashindano. Utakumbuka kwamba mwaka jana na wilaya yetu ya Arusha ilichukua nafasi ya pili katika majiji kwa maana ya usafi. Sasa ya pili, kwa nini tuwe ya pili kila mara? Tunataka kuwa ya kwanza na kuongoza, na sisi tuwe mfano. Tunao wataalamu wa kutosha ambao wapo ndani ya jiji letu la Arusha, lakini pia tuna uwezo wa kutosha na akili ya kutosha, na kupitia kundi hili sasa la madiwani viti maalum iwe kama chachu, iwe kama mwanzo wa kufanya makubwa zaidi. Na leo hii hapa tulipo tuna viongozi wengi, viongozi wa vijana kupitia CCM, wakina mama kupitia CCM na makundi mengine yapo. Sasa kwa nini tusifanye na sisi kama wenzetu hawa kundi la madiwani viti maalum kuwa na vikundi hivyo hivyo na kauli mbiu shindani za kufanya usafi na mazingira. Kwa hiyo mimi niseme hii kwa jiji la Arusha, kwa wilaya yetu ya Arusha, iwe agenda mahususi ya kuisimamia. Tusiache kufanya hivyo kwa sababu jiji letu ukilinganisha na majiji mengine ni jiji ambalo lina shughuli nyingi za kibiashara zenye vivutio vya utalii na kitovu cha utalii cha kuanzia utalii kutoka hapa kwenda maeneo mengine. Ni jiji ambalo linapendwa kwa maana ya utulivu na hali yake ya hewa ikiwa nzuri. Hivi basi sehemu hii hebu tuishike wote pamoja, tuone kama ni kipaumbele, tuonyeshe jitihada mbalimbali katika kuhakikisha jiji letu linang'aa, linakuwa safi na la kuvutia. Haya mashindano ngazi ya kitaifa najua tutashinda kama tutashirikiana kwa pamoja, lakini pia sisi ndani ya kata zetu, ya vikundi vyetu, tuwe na ushindani pia. Mimi kwa ukaribu na timu yangu ya wilaya na kamati ya usalama nitafuatilia kwa karibu na kuungana na nyie kama wengine walivyoahidi hapa. Mheshimiwa Dogo Janja ameahidi kwamba kata zote atakuwepo, hakikishe yeye atashindana na mimi nitakuwepo kata zote na plus. Kwa hiyo hili ni jambo jema. Niwapongeze sana madiwani viti maalum, waheshimiwa madiwani, lakini nitoe wito basi kama madiwani tuwaunge mkono wenzetu madiwani wenzetu hawa viti maalum, tusiwache peke yao.
na wanaporatibu jambo hili tutoe kila aina ya msaada wa kuona kufika na kuhamasisha watu wetu kule kwenye kata zetu, kwenye mitaa yetu, kwenye nini, na maeneo isiwe kama hapa hospitali. Ndiyo, maeneo ya public yako hospitali, lakini kuna maeneo ya mito ambayo haina watu, haina umiliki labda ni wa serikali, lakini unahifadhi mazingira. Sehemu zile tukiona kama zimechafuka, tunapanga ratiba kwenda pamoja, iko kata gani korongo hilo tunaenda kulishughulikia. Kile kilichozidi uwezo wa usafi, kama ni marekebisho ya ujenzi wa barabara, kutanua karavati, hayo ndio mnaniachia mimi, mnaniambia mimi hii kero karavati linaziba mara kwa mara, na mimi nitatoa muda mfupi wa kushughulikiwa eneo hilo ili liweze kufanya kazi vizuri. Lakini pia twende mbali zaidi, masoko yetu tuwashirikishe watu, lakini zaidi kabisa tujenge tabia, na tabia inajengwa akilini. Nimefurahi sana mratibu uliponiambia mtaenda mpaka majumbani. Kule majumbani kwa kweli tufike, na mimi nitahakikisha tumefika, tumewaelekeza watu, wananchi, usafi ni tabia. Tangu mtu anaamka pale, hakuna mtu anayeamka mchana, watu wote wanaamka asubuhi. Asubuhi akiamka, usafi unaanzia pale anapoamka. Kwenye kitanda lazima akiweke kitanda chake katika hali nzuri ya kutandika, afagie, afanye nini, ndio anatoka nje, anakwenda kwenye choo ana shimo la taka au ana debe la taka la kuhifadhia taka. Baadaye anapata ratiba nzuri ya ukusanyaji taka kwenda kwenye gari. Alafu kwa hiyo mimi niseme tupandikize hii tabia ya usafi kuanzia kichwani mwa wananchi wetu. Utupaji taka au nailoni au vitu vya nailoni, makopo na nini ovyo, huu uwe kwetu ni marufuku. Na nirudishe kwenu madiwani, naomba mkapitie sheria hii ya usafi wa kutupa taka ovyo kama maplastiki, nailoni na kadhalika, kama imekaa sawasawa. Kama haikukaa sawasawa, nitaomba muiboreshe. Kama ni ngazi yetu, tutaomba kwa waziri husika aipitishe haraka tuje tuitumie. Kama ni ya kibunge, ili ipitishwe katika ngazi ya kitaifa, itakwenda kwa ngazi hiyo ili ije itumike kulinda na kuhifadhi mazingira ya usafi wa jiji letu. Hii nitahitaji mapema kwenye kipindi cha robo hii mnayoanza. Kwa hiyo tukifanya hivyo, mimi nadhani tutasimamia vizuri usafi na tutatekeleza vizuri. Basi mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na viongozi wenzangu, niwatakie heri ya mwaka mpya, mwaka wa 2026. Mwaka huu tunahitaji wadau wote wa wilaya ya Arusha mbalimbali tushirikiane katika agenda hii ya usafi na mazingira. Lakini sisi kama Tanzania tuko wamoja, tuwe wamoja kwa ushirikiano. Tanzania yetu ni tulivu, tunahitaji amani kwa maendeleo ya taifa letu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.